Bwana, huu ni mzigo mkali sana ambao umeshuka hivi karibuni. Hii ni Spider-Man Brand New Day 2026. Bwana, Messi kwenye Spider-Man, hili ni jambo ambalo limewafanya mashabiki wengi kushangaa. Baadhi walidhani amepewa nafasi ya kuigiza ndani ya filamu na wengine walisema kwamba ni mbinu ya matangazo. Lakini ukweli ni upi? Ukweli ni huu hapa. Leo tunachambua kwa kina kabisa sababu zinazoweza au zilizoweza kueleza kwa nini Lionel Messi alihusishwa na kampuni ya Spider-Man Brand New Day. Bwana, jina langu naitwa Chad, the best presenter in town, na hii ni Chad the Storyteller. Bwana, kwa miaka mingi sana Marvel Studio na Sony Picture wamekuwa wakitumia mbinu mbalimbali za kutangaza filamu zao, na wamewahi kushirikiana na makampuni makubwa sana na wanamuziki na wanamichezo na watu maarufu duniani ili kuongeza hamasa kabla ya filamu kutoka. Safari hii jina lililovuta hisia zaidi ni Lionel Messi. Huyu ni mchezaji wa timu ya soka ambayo inashiriki pale Marekani, lakini pia ni mmoja wa mataifa ya Argentina, na kwa sasa anashiriki katika kombe la dunia, na kesho kutwa hapa tunaingia katika fainali za kombe la dunia. Bwana, sasa tujiulize kwa nini Lionel Messi kwenye movie ya Spider-Man? Jibu linaanza kwa ukubwa na jina lake pia linavyotajwa kama Lionel Messi. Si mchezaji wa soka tu, ni mmoja wa wanamichezo wenye ushawishi mkubwa sana duniani. Anaamini au ana mamilioni ya watu wanaomfuatilia sana kwenye mitandao ya kijamii kama Instagram, Facebook na mitandao mingine. Kila anapoweka picha au video ndani ya saa chache huonekana na mamilioni ya watu. Sasa kwa kampuni yoyote inayotaka kuitangaza bidhaa yake duniani, kupata mtu mwenye ushawishi wa aina hii ni faida kubwa sana, na hii ndio sababu makampuni mengi makubwa ya kimataifa humshirikisha Messi kwenye kampeni zao za kibiashara. Lakini kuna sababu nyingine muhimu zaidi. Bwana, Spider-Man ni mmoja wa mashujaa wanaopendwa zaidi duniani, na hata hivyo Sony na Marvel wanajua kuwa bado kuna mamilioni ya watu ambao si mashabiki wa filamu za mashujaa, lakini ni mashabiki wakubwa sana wa soka. Kumleta Messi kwenye kampeni ya matangazo kuna wafanya mashabiki hao waone trailer kwa sababu ya Messi, na wengine huenda wakamaliza kutazama trailer kwa sababu walitamani sana kumwona Messi, lakini mwisho wake wanavutiwa na filamu yenyewe. Bwana, huu ni mkakati unaoitwa cross promotion, ambapo umaarufu wa mtu mmoja hutumika kuvutia hadhira mpya kwenye bidhaa nyingine. Bwana, sababu nyingine ni kwamba mwaka huu ushindani wa filamu kubwa ni mkubwa sana, na kila studio inataka filamu yake iwe gumzo kabla haijatoka. Sasa badala ya kutengeneza trailer pekee, kampuni zinafanya kampeni zinazozungumzwa kwenye mitandao ya kijamii. Hebu fikiri kwamba mara tu picha ya Messi akiwa karibu na Spider-Man ilipoonekana, mitandao ya kijamii ililipuka na watu wakaanza kuulizia, je, Messi ameigiza? Je, atakuwa shujaa mpya? Bwana, sasa maswali haya yaliifanya filamu izungumzwe zaidi kuliko matangazo mengi ya kawaida. Kwa upande mwingine, kuna ufafanuo kwamba kuvutia kati ya Spider-Man na Messi. Bwana, Spider-Man anawakilisha juhudi, kujitolea, unyenyekevu na kupambana bila kukata tamaa. Hivyo ndivyo Messi amejijengea taswira ya mtu aliyefanikiwa kwa nidhamu sana, kazi ngumu na uvumilivu. Mara nyingi hadithi zake hutajwa kama mfano licha ya changamoto alizopitia akiwa bado mdogo. Kwa hiyo kuwahusisha wawili hawa kwenye kampeni moja kunawasilisha ujumbe unaoeleweka kirahisi kwa mashabiki wengi duniani. Bwana, pia tusisahau nguvu ya soka la Amerika, watazamaji wa eneo hilo la duniani kote. Bwana, lakini hapa ndipo watu wengi walichanganyikiwa kabisa. Baadhi ya video zilianza kusambaa zikidai kuwa Messi amepewa nafasi ya kuigiza kwenye filamu, na hata hivyo hakuna uthibitisho rasmi kwamba yeye ni sehemu ya hadithi hiyo ya filamu, na kuonekana kwenye kampeni ya matangazo hakumaanishi moja kwa moja kuwa mtu huyo anaigiza ndani ya filamu hiyo.
Bwana, hili si jambo jipya huko Hollywood. Mara nyingi watu maarufu huonekana kwenye matangazo ya filamu bila kuwa wahusika wa simulizi. Lengo ni kuongeza mvuto wa kampeni na kuwafanya watu wazungumzie sana hiyo filamu. Bwana, kama umemwona Messi kwenye hiyo movie au filamu kwenye video za utangazaji, jambo hilo alimaanishi kwamba atakuwa akipambana pamoja na Spider-Man dhidi ya wabaya wao ndani ya filamu. Inaonekana ni sehemu ya mkakati wa kibiashara na utangazaji zaidi. Bwana, swali lingine ambalo mashabiki wamekuwa wakijiuliza ni je, Messi anaweza kuigiza siku zijazo? Jibu ni ndio, linawezekana. Wanamichezo wengi maarufu wamewahi kuonekana kwenye filamu kama wageni maalum au hata kucheza nafasi ndogo, lakini hadi sasa hakuna tangazo rasmi linalothibitisha kwamba Messi amepewa nafasi ya kuigiza kwenye Spider-Man Brand New Day. Bwana, mwisho wa yote, jambo ni moja ni wazi, kampeni inayomhusisha Messi imefanikiwa sana. Mamilioni ya watu wametazama, wamezungumzia na wameendelea kusubiri kwa hamu filamu hiyo pale ambapo itakapoweza kutoka. Bwana, hii ni bonge moja la story, bonge moja la movie, Spider-Man Brand New Day ambalo linatoka 2026. Bwana, jina langu naitwa Chad, the best presenter in town, na hii ni Chad the Storyteller. Nataka ushushe comment yako hapo chini uweze kunipa mawazo yako ambayo kama Messi anaweza kuwa the GOAT kwenye mpira wa miguu, kwenye filamu anaweza kuwa the GOAT kwenye huku? Shusha kwenye comment yako hapo chini.